Kwa hiyo tumekuwa na wiki mbili thabiti za maandalizi kuelekea mchezo huu dhidi ya Bigman. Pamoja na kwamba ni timu mpya kwenye masikio yetu, lakini haiondoi uhalisia kwamba ni mechi ngumu. Timu mpaka inafanikiwa kufuzu kufika hatua kama hii, maana yake ndani yake ina ubora usiomithilika. Tunafahamu wote ya kwamba ziko timu kubwa ambazo zimeshaondolewa kwenye michuano hii ya kombe la CRDB. Kwa hiyo ukiona timu iko hapa sasa hivi, maana yake hiyo timu ina ubora wa kufika hapa. Hivyo mechi yetu sisi na wao katika mchezo huo wa kesho hautakuwa mchezo mwepesi, na sisi tunamtazama Bigman kama mpinzani mkubwa, mpinzani mgumu, mpinzani ambaye atakwenda kutupa changamoto kubwa, na tumejiandaa kwa ukubwa huo. Kuelekea katika mchezo huo tutawakosa wachezaji 6 ambao wapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wote tumeona jana wakiwa na kazi kubwa ya kuipigania Tanzania pale Morocco. Kwa hiyo hao tutawakosa, lakini wengine wote waliosalia wako tayari na wako timamu kwa ajili ya kuipigania Simba katika mchezo wa kesho dhidi ya Bigman. Taarifa nyingine ambayo tungependa kupeana asubuhi ya leo ni kuhusiana na safari ya timu yetu kuelekea Misri kwenye mchezo wetu wa kombe la shirikisho hatua ya robo finali. Najua wote mnafahamu ya kwamba Simba ndiyo timu pekee Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara ambayo imebakia katika michuano ya Afrika msimu huu. Na kwa ukanda huu wa SADC zimebaki timu 2 tu, na Simba inakuwa ni timu ya 3, kwa maana ya Mamelodi Sundowns pamoja na Stella Boch na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa ukanda wa SADC tumesalia 3 pekee, lakini kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara amebaki Simba Sports pekee katika michuano ya Afrika. Kwa hiyo ni muhimu na ni vema kila mwana Simba akajinasibu kwa hilo. Tulikuwa wengi, lakini wengi wameishia njiani, amebaki Simba Sports. Na kubaki Simba Sports pekee kwenye michuano hii haiji bahati mbaya, ni kutokana na ubora tuliokuwa nao kwenye upande wa timu yetu. Kikosi chetu kinataraji kusafiri siku ya tarehe 28 alfajiri, kwa maana ya usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis. Tutaondoka na shirika la ndege la Egypt kwa maana Egyptian Air, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja takriban masaa 5 kutoka Tanzania mpaka Cairo, na tutatoka Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia kuweka kambi yetu hapo, tukisubiri kuelekea Suez Canal katika mji ambao tutachezea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kuelekea katika mchezo huo, wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Morocco, lakini vile vile Shomari Kapombe Baba Esther, pamoja naye Abdulrazak Hamza, Kibu Dennis, pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Hawa ambao wako Morocco wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Morocco kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao. Lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa, hapa namzungumzia striker refu kuliko goli Steven Desemukwala pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda, tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo. Moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya msafara kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Ndugu zangu waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla, tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Al Masry. Ni timu ngumu, tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo finali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo finali ya safari hii ya kombe la shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri.
Nyama tunakwenda kucheza na Al Masry. Hakuna timu ya Kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa. Ni mpinzani mgumu kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Lakini tuseme tu ya kwamba safari hii tumejiandaa iwe iwavyo. Safari hii tumejipanga iwe jua iwe mvua. Safari hii tunataka kuvuka kutoka robo finali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka mitano. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Robo finali zote ambazo tulikuwa tukiishia, tulikuwa tunazichukulia kama sehemu ya mafunzo kwetu. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tumeshapata exposure na experience ya kutosha. Ukimuona Kibu Denis alivyocheza jana dhidi ya wa Morocco pale Morocco, ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari exposure na experience ya kucheza kwenye michuano mikubwa tayari imeshamuingia. Ukiangalia confidence aliyokuwa nayo Yusuf Kagoma, licha ya kwamba aliingia kipindi cha pili, lakini ule utulivu wake katikati ya dimba mpaka Rabat akasanda akafanyiwa mabadiliko, ni ishara tosha kwamba vijana wetu wameshakuwa na exposure na uzoefu wa hali ya juu sana, na ubora wao huo waliokuwa nao ndio unakwenda kutuvusha safari hii kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Lakini kila mwana Simba ni lazima aichukue hii kuanzia sasa, pamoja na mipango na dhamira tuliokuwa nayo ya kuvuka kutoka hatua hii ya robo finali kwenda nusu finali, lakini haitakuwa nyepesi hata kidogo. Tunakwenda kwenye vita kubwa, tunakwenda kwenye mapambano makali, na ndugu zanguni, kutana na timu zote Afrika hii, usikutane na timu za Misri. Timu ya Misri hata kama inashika nafasi ya 12 kwenye ligi yao, bado inasalia kuwa ni timu ngumu, ni timu bora. Ukiangalia kwenye michuano ya CAF hivi sasa, ni Misri pekee ndiyo ambayo imeingiza timu 4 kwenye michuano ya Afrika. Timu 2 zipo kombe la shirikisho, timu 2 ziko ligi ya mabingwa Afrika. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba wana ligi nzuri, wana ligi bora, na ndio maana timu zao zote 4 zimefanikiwa kufuzu na kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuna mwepesi hapo, awe Zamalek, awe Pyramids, awe Al Masry, awe baba yao Al Ahly. Hiyo mechi ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na Al Masry tukifahamu ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu usiomithilika, na inawezekana tangu tumeanza hatua ya makundi na hatua ya kufuzu msimu huu, hii ikawa ndiyo mechi yetu ngumu kweli kweli tunakwenda kucheza. Lakini pamoja na ugumu huu, dhamira yetu ambayo tumejiwekea safari hii ni kufuzu kwenda hatua ya robo finali, nusu finali, na insha Allah tutafuzu kulingana na ubora tuliokuwa nao.